Shukrani wana viongozi wa matawi pamoja na wanahabari ambao wamehudhuria kwenye tamko hili la viongozi wa matawi mkoa wa Dar es Salaam. Na kama ilivyo ada na desturi ya klabu yetu, kwa mujibu wa katiba ya klabu yetu, pale zinapotokea changamoto zinazohusiana na uendeshaji wa mpira wetu hususan kwenye klabu yetu, basi na sisi kama wanachama wa Young Africans ambao tupo kwa mujibu wa katiba, tunapaswa kutoa matamko ambayo yanakwenda kuwaweka sawa viongozi wetu wa matawi na Watanzania kwa ujumla. Kama alivyotangulia kusema mratibu wa matawi ya Yanga mkoa wa Dar es Salaam katika tamko ambalo amelitabanisha kwenu, ni kwamba ni kweli kama wanachama wa Yanga hususan viongozi wa matawi mkoa wa Dar es Salaam, kazia ambayo imetokana na kiongozi wa mamlaka ya juu kabisa ya mpira wetu, ni kwamba hakututendea haki kwa sababu anatambua klabu ya Yanga ni klabu kubwa katika taifa letu, ni moja ya taasisi ya mpira kubwa kuliko taasisi zote za mpira katika taifa letu, ni klabu ambayo inadumisha na kuendeleza mahusiano ya kindugu na kiutu miongoni mwa vilabu vyote vya soka katika taifa letu. Na hili napenda niwakumbushe wanahabari kwamba taifa letu, wakati hizi klabu kongwe kwa maana ya klabu za Dar es Salaam zilikuwa na klabu rafiki kwenye mikoa kadha wa kadha, na klabu yetu katika kila mkoa tulikuwa tunatengeneza mahusiano ya kiurafiki na kindugu. Na nitawapeni mfano, mkoa wa Tanga ni miongoni mwa mikoa ambayo klabu yetu ya Young Africans ina klabu rafiki na ndugu. Hali kadhalika kwenye klabu nyingine ya Kariakoo ilikuwa ina rafiki katika mkoa wa Tanga. Na mkoa wa Tanga ulikuwa na klabu mbili, klabu ya Coastal Union pamoja na klabu ya African Sports. Klabu ya Coastal Union haikuwa miongoni mwa klabu rafiki wa klabu ya Yanga, lakini walipata tatizo. Walikuwa wanahitaji wapate fedha kwa ajili ya kununua eneo lao ambalo wanaishi kwa maana ya makazi ya ofisi yao pale Tanga. Na klabu rafiki yao ambaye yupo hapa Dar es Salaam walimwalika kwenye ule mwaliko, hakwenda. Sivyo? Lakini kutokana na udugu na utamaduni wa viongozi wetu wa kutengeneza mahusiano miongoni mwa clubs ndani ya taifa letu, walipata short message ya mwaliko wa kwenda kucheza Tanga ili ile klabu tu ipate fedha kwa ajili ya kununua eneo ambalo wanaishi mpaka leo. Klabu ya Yanga haikuangalia kwamba huyu ni rafiki wa mpinzani wetu, hasimu wetu, lakini klabu ya Yanga waliukubali ule pale mwaliko katika muda mfupi, na klabu ya Yanga ikatoka hapa ikaenda kucheza mechi kule Tanga, na makusanyo yote ya ile fedha ya kile kiingilio cha ile mechi walikabidhiwa klabu ya Coastal Union ambao walikwenda kununua nyumba ambayo mpaka leo wanaishi. Nimezungumza hili kuonyesha kwamba klabu ya Yanga ni klabu ya aina gani. Ni klabu ambayo inaheshimu utu, ni klabu ya watu waungwana ambao tupo kwa ajili ya kuendeleza michezo kwenye taifa letu. Sasa kazi hii ambayo imetoka kwa kiongozi wa juu wa mamlaka ya mpira kutoa lugha ambazo hazikuwa lugha sahihi kwa watu ambao tunaamini ni miongoni mwa vilabu vyake, kwa sababu rais wa mpira wa nchi ni rais wa vilabu vyote. Yeye ndio kiongozi wa mwisho kabisa wa mpira kwenye taifa letu. Unapotoa kauli inayokuja na mapokeo hasi kutoka kwa klabu moja, maana yake ni kwamba wewe kiongozi wa mpira wa juu umechagua upande kwenye jambo ambalo klabu nyingine inadai haki yake ya kimsingi kabisa, haki ya kikanuni. Yanga haidai haki ya kibusara, haidai haki ya hekima, kwa maana iko jambo hili, jambo la kikanuni waga tunapenda litatuliwe kikanuni, jambo la kisheria litatuliwe kisheria, jambo la busara litatuliwe kwa busara. Sasa leo hii mamlaka za mpira zimetabainisha, inavielekeza vilabu vyake
kwamba tufuate kanuni, sheria na miongozo yake kwenye kuusimamia mpira wa miguu katika taifa letu. Basi tunapenda kanuni zile na viongozi wa mpira nao wazifuate. Leo hii rais anapokuja kuzungumza maneno ambayo yanaashiria kuwadharau, yanaashiria kuwakebei klabu nyingine, alafu klabu hiyo sio klabu ndogo, ni klabu kubwa, ni kuukosea heshima mpira wa Tanzania. Kwa hiyo sisi kama wana Dar es Salaam, yamezungumzwa mengi, yametoka matamko mengi, lakini kubwa, ili mpira tuwe na imani, tuendelee kumheshimu na kumtii kiongozi wetu, ni kutoka hadharani kufuta kauli zake na kuwaomba radhi kwa Young African, kwa sababu wao ndio wahanga katika hiki kinachoendelea kwenye mpira wake, kwa sababu tunadai haki yetu ambao tunaamini kanuni zingefuatiliwa kwa uweledi na wale wasimamizi wa mpira kwenye taifa hili, naamini huko kote tusingefika. Lakini tumefika huko tulikofika ni kwa sababu kuna watu wanaamini tuishi kwenye busara na hekima kuliko kufuata kanuni na taratibu za mpira zinavyotaka. Sasa sisi kama Young Africans, ametangulia kusema mratibu, tumeona matamko ya viongozi wetu, tumekwenda vyombo vya juu kabisa vya kudai haki yetu itakapokuwa imepatikana, tunaamini tutarejea kwenye mashirikiano. Lakini je, tunashirikiana vipi na mtu ambaye tayari ameshatoka hadharani kutudharau, ameshatoka hadharani kutukebei, ameshatoka hadharani kutuelekeza wapi tuende tukajiunge na michezo mingine nje ya football? Kwa hiyo sisi kama wanayanga, ni kwa maana kwamba tunaheshimu, tunakwenda kwenye mashindano ya Chani, tunakwenda kwenye mashindano ya AFCON, taifa letu linakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa nchi, na sisi ni waumini wa kulinda na kuendeleza amani tuliyokuwa nayo. Hatutaki klabu ya Young African ikiwa sehemu ya kuleta matatizo katika kipindi ambacho taifa inaelekea kwenye mambo muhimu ya msingi kwenye taifa letu. Ya kiungwana kabisa, na mkubwa akikosea kuomba radhi wala sio dhambi, kuwataka radhi waliowakosea wala haionyeshi kwamba yeye ana mapungufu kwenye uongozi wake. Kikubwa ni kwamba tunamtaka rais wa mpira wa taifa hili atoke hadharani, atengue kauli zake, awaombe radhi wanayanga, awaombe radhi watu wa mpira kwenye dunia hii, ili na sisi tuwe na imani na kushirikiana naye kwa moyo mkunjufu katika kuendeleza mpira wa taifa hili kama yeye anavyojinasibu kwamba anaendeleza mpira wa taifa letu, na sisi tumunge mkono. Tunaamini tumeongea katika lugha ya kiungwana kabisa, kwa sababu sisi ndio klabu kubwa kongwe yenye mafanikio makubwa kwenye taifa hili, na asiache kulizingatia. Ndio klabu yenye watu wengi, ndio klabu yenye wanachama wengi, ndio klabu yenye mashabiki wengi kuliko klabu nyingine yoyote kwenye taifa hili. Kwa hiyo kuikosea heshima, kuikosea adabu, kuipa lugha za kuibangaza klabu yetu ni kuwakosea wanayanga ambao naamini wapo wanaowajua na wapo wasiowajua. Kwa hiyo tunachukua tahadhari kama viongozi wa Yanga, matawi ya Yanga mkoa wa Dar es Salaam, ni kwamba muungwana kuomba radhi ni moja ya muendelezo wa muungwana kwenye uongozi wake. Uongozi ni jarara, sisi sote ni watu wake. Anapokuwa ametukwaza, apitie njia ile ile aliyotukwaza kuja kututaka radhi ili maisha yaendelee. Asante.